Kwa mara ya kwanza kampuni ya mabasi yaendayo haraka jijini Dar es Salaam UDART imeanza kuchukua hatua za kubadili mabasi yake yanayotumia nishati ya diesel, kwa maana nishati isiyo safi, na kwenda kuwa nishati ya gesi. Ni hatua tunaanza kupiga. Kumekuwa na malalamiko ya muda mrefu sana katika jiji la Dar es Salaam. Mwendo kasi uliokusudiwa kwa mwendo kasi umekuwa ni mwendo ghasia. Naamini kwamba kwa kipindi chote ambacho nimekaa ndani ya taasisi kwa takriban miezi 12 mwaka, tulikuwa tunajaribu kustadi wapi kuna shida. Ikapatikana kamati maalum ya Mheshimiwa Rais, ikapitia changamoto, na baadaye tukapata mapendekezo ya namna gani ya kutatua changamoto za UDART. Kwa hiyo hichi mnachokiona leo ni hatua ambazo tumeanza kuzipiga, na naomba niwahakikishie wana Dar es Salaam, baina ya miezi 2.5 mpaka 3 ijayo kutakuwa na mabasi mengi ya kutosha katika jiji la Dar es Salaam, ikiondoa kero ambayo imekuwa ikiwatatiza wana Dar es Salaam kwa muda mrefu. Watu wakiibiwa kwenye magari hayo, wengine wakiumizwa, lakini pia hata ukivaa nadhifu unaogopa kuingia kwenye magari ya mwendo kasi. Kina mama wanaovaa herini na cheni zao wengine wanaibiwa. Tunataka kubadili hali hiyo ili watu wa Dar es Salaam waweze kusafiri katika namna ya kiungwana, ya kistaarabu kama lilivyo jiji la Dar es Salaam. Mheshimiwa Naibu Waziri, basi hili jipya ambalo unaliona la kisasa linalotumia nishati rafiki ya mazingira, kwanza lina uwezo wa kubeba watu 155. Lakini pia mule ndani kuna mambo mengi sana ya kisasa. Basi hili litakuwa linatumia kiyoyozi, kwa maana full air condition. Basi hili litakuwa na chaji za kuchaji simu kwa maana ya USB lakini na type C. Ili ikitokea kama umesahau kuchaji simu nyumbani, una uwezo wa kuchaji kwenye basi. Lakini tunapokwenda pia litakuwa na wifi ili watu waweze kutumia mtandao unaposafiri, usafiri kisasa katika jiji la Dar es Salaam. Tutakapoanza kulitembeza, maana hiyo ni lazima watu wapande na watupe feedback zao. Litakapotembea litaanza ruti ya Moroko kwenda Kivukoni, na litakuwa express, halitasimama vituoni humo. Na kwa wiki ile ya kwanza litatembea bure, yani watu watapanda bila ya kulipia chochote, waone kwanza utamu wake. Maana ukitaka kuona uondo wa ngoma lazima uingie uicheze. Kwa hiyo watu wataona. Lakini kutakuwa na condition moja. Ili uingie ni lazima uwe na kadi, kwa sababu tunataka kuhamasisha watu waanze kutumia kadi. Kwa hiyo ile kadi haitakatwa kwa ile wiki ya kwanza, lakini baada ya hapo itaanza kuchaji. Na nasema kabisa toka mwanzo kwamba chaji yake watu wasitarajie ile itakuwa 750. Itakuwa premium kidogo, kwa sababu hiyo 750 haitoshi kufanya uendeshaji wa mabasi haya. Na sharti ukitaka kizuri lazima uweze kulipa premium price. Ni tofauti kabisa kama unataka kula chakula cha standard ya Serena alafu unataka kulipa gharama kama kile chakula kwetu Livingstone au Mchikichi. Haiwezekani. Kwa hiyo lazima iende kwa standard. Lakini tunapokwenda pia huko mbeleni, mabasi haya yatakwenda na classes. Kutakuwa na royal, kutakuwa na business, na kutakuwa na economy. Kwa hiyo ukitaka economy iko gharama ya economy, kama ilivyokuwa kwenye SGR. Ni malengo yetu kwamba wale wanaokaa premium pesa yao au gharama yao ile kubwa iweze kusubsidize kulipia wale ambao wako kwenye daraja la economy. Mambo haya yapo kwenye ndege, mambo haya yako pahala mbalimbali. Mradi huu ni lazima uwe sustainable. Itakuwa haina maana sana kuchaji chini kabisa ya bei ya soko na mradi unakufa na sisi tupo. Inafanya serikalini sote tunaonekana kama vile hatuna uhakika na nini tunachokifanya. Kwa hiyo lazima tuende kibiashara. Ni maumivu kidogo, lakini naamini kabisa baada ya muda tutakaa sawa na tutayasahau maumivu yote.